Naitwa ndugu Yasini Ali, ni mwenyekiti mwenza wa kamati ya MTAKUWA mkoa wa Mwanza, kamati ambayo ni ya ulinzi na usalama wa wanawake na watoto. Katika utekelezaji wa mpango kazi wa taifa, serikali imetoa mwongozo, wenye viti wanakuwa wawili, katibu tawala wa mkoa alafu na mwakilishi mmoja wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali. Kipekee ni mshukuru mkuu wetu wa mkoa kwa kuniteua mimi kwa niaba ya mashirika ya kiserikali kuwa mwenyekiti mwenza. Baada ya kuteuliwa, tulijipanga kama kamati ya mkoa tunaendaje sasa kuifikia jamii katika swala zima la malezi bora, swala la kuzuia mmomonyoko wa maadili na ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Kwa hiyo tuliandaa mpango unaoendana na mazingira. Kutoka kwenye mpango kazi wa taifa tumetohoa tukatengeneza mpango unaoendana na mahitaji na mazingira ya Mwanza, na sasa ndo leo tunauzindua. Kampeni hii ya kuhamasisha malezi bora, kuzuia mmomonyoko wa maadili na kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto kwa mkoa wa Mwanza tunayoizindua leo hapa sokoni Milongo. Ni kampeni ambayo itaenda nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, pango kwa pango. Unaona mji wetu unaitwa Rock City, kuna mapango pia yamegeuka kuwa ni hatarishi katika malezi na ulinzi wa watoto. Kwa hiyo tutafikia makundi yote kwa njia mbalimbali na kuhakikisha Mwanza, kama kauli mbiu yetu inavyosema, Mwanza bila ukatili inawezekana, kataa ukatili. Kwa jina naitwa Ustadhi Twaha Bakari Utali, ni mjumbe wa mratibu wa kamati ya amani mkoa, lakini pia ni mjumbe wa kamati ya MTAKUWA mkoa wa Mwanza. Jambo ambalo tunahusia sana ni kuhakikisha kwamba tuna maadili yanaporomoka kutokana na watu kuto kumjua Mungu. Kwa hiyo sisi tunahimiza sana watu wamjue Mungu na wajue kwamba haya masuala ya ukatili tunayoyafanya au wanayoyafanya ni jambo ambalo hata Mungu hapendi. Mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo unapoacha mtoto ujue nani atamlea, wewe ndio unatakiwa umlee. Na utakapomlea katika maadili mazuri, tutapata vijana wazuri ambao wanaweza kuwa viongozi wa kesho. Kwa ndio maana leo MTAKUWA tuko mtaani kuhakikisha kwamba kila mzazi anahakikisha watoto wanaishi katika maadili mema. Kwanza tuhakikishe tunatunza familia zetu, pia kushirikiana wewe na mke wako kuhakikisha familia inakuwa sawa, wanapata chakula, wanapata malazi, alafu pia wanapata elimu. Mimi kwa maoni yangu nilikuwa naomba serikali itusaidie kwa wale ambao wanafanya ukatili wa kijinsia kwa watoto. Kwa kweli hatua kali za kisheria zichukuliwe, tunapata tabu sana. Kwa majina naitwa Simon Furuko, ni afisa mtendaji wa kata ya Milongo. Juhudi zinazofanyika katika kudhibiti watoto wasizunguke sokoni ovyo, tuna kituo sasa cha kulelea watoto ambacho kilijengwa na Kivurini. Baada ya kukijenga hiki kituo kwa ajili ya malezi na watoto wa kina mama, hasa ulikuwa baada ya wakifanya biashara wakitaka kunyonyesha walikuwa naambiwa waje wanyonyeshe humu. Lakini sasa hivi tunakiboresha zaidi, tunapata mwalimu, tunachukua wale watoto badala ya kuzunguka watakuwa wanafundishwa humu ndani, na sasa hivi kinaendelea kuboreshwa kwa sababu ya juhudi ya kupunguza msongamano wa wale watoto kuzunguka. Baada ya kuzunguka, serikali sasa inaamua kuweka kituo cha malezi hapa kwa msaada ambao jengo lilijengwa na Kivurini. Sasa hivi serikali ndio inafanya kwa matumizi ya wale watoto. Tutakuwa anachangia kidogo gharama kwa sababu ya yule anayewalea humu ndani. Kwa kila mwezi tumeweka kama shilingi 1000. Ni kwa sababu ya kutoa huduma tu. Lazima watachangia huduma kidogo, usafi nini na nini.